Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Kwa majina naitwa Lilian Mashaka Fungameza, ni mfanyabiashara wa Mbagala. Tumesikia maombi ya mkuu wa wilaya ambayo amesema kwamba amesitisha swala la ukamataji wa service levy na kwamba yuko tayari kuzungumza na wafanyabiashara na kwamba tufungue ofisi zetu tuendelee kufanya kazi mpaka siku ya Jumatano atakapokuja kuzungumza na sisi. Amesema kwamba shughuli za ukamataji wa wafanyabiashara kwa ajili ya kwenda kulipa hiyo service levy imesitishwa kwa sasa mpaka pale hili swala litakapozungumzwa. Atakapokuwa amefika tutazungumza na kujadili, hapo ndipo litakapoendelea. Ikitokea wamekuja basi wasikamate mtu aina yoyote, na mtu yoyote haruhusiwi kukamatwa na asikubali kukamatwa kwa ajili ya hili service levy, kwa maana liko kwa mkuu wa wilaya na analishughulikia hili swala. Kwa majina naitwa Chobi Kija Gomolo, mfanyabiashara Mbagala. Sisi tunapenda kumuomba mkuu wa wilaya siku ile ya Alhamisi walivyokuja watu kutoka manispaa, siku ya kamata waliweza kutuchukua, wakachukua mashini zetu za EFD, wakabonyeza navobonyeza wao, wakatuambia tutakuwa tulipie kwa 0.3% kwenye mauzo yetu ya EFD. Walivyotupeleka kule manispaa, wakatuambia nao tukatia control number. Tumefika kule tukafungiwa milango ndani, tukaambiwa ili uweze kutoka mle ndani uweze kulipia hela ambao wamekubonyeza kwenye mashine. Kuna mtu alikuwa ameandikiwa alipie shilingi milioni 4, wengine milioni 3, na watu ili kuweza kutoka mle ndani na shughuli zake waliweza kutoa baadhi ya kiasi. Wengine waliacha kule 100,000, 300,000, 500,000, milioni. Wengine waliokuwa na hela kesho walilipa pale. Yaani ilikuwa mpaka uweze kutoa hela ndio utoke mle ndani. Sasa kuna naweza kuuliza zile pesa zetu ziko wapi? Na katika mifumo ya malipo ya serikali tunavyojua inaenda kwa mfumo wa control number. Lakini pale ulikuwa unaambiwa ulipie hela cash. Sasa cash kwa mifumo ya control number malipo ya serikali inakuaje? Na zile pesa zetu tunazipata kwa mfumo upi? Risiti hatujapatiwa. Ila idadi ya fedha walizochukua umezijua? Tunazijua. Hamna sehemu umesaini? Hakuna sehemu. Hamna sehemu tuliosaini, ndio naambiwa tu toa pesa uweze kutoka humu ndani. Kwa majina naitwa Paul Endi, katibu wa jumuiya ya wafanyabiashara Mbagala. Vile ni katibu wa jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa wilaya ya Temeke. Tuko hapa kujaribu kuwasia wafanyabiashara hawa ambao wameendelea na mgomo wa kufunga maduka yao. Lakini kwa bahati nzuri viongozi wa mkoa wana taarifa hii na wametusihi sana baada ya kunipigia simu usiku kucha wa leo wakitaka viongozi wa Mbagala tuwaombe wafanyabiashara hao wafungue maduka. Na sisi tumefanya hivyo. Vile vile mheshimiwa mkuu wa wilaya ametusihi sana tuwasie wafanyabiashara wenzetu wafungue maduka hapa Mbagala na mara kwingine kokote walikofunga huko Mbagala. Lakini wafanyabiashara hawa pia pamoja na hayo wameomba mkuu wa wilaya aje kuwasikiliza kero zao hapa Mbagala ili waweze kutoa yao ya moyo, kwa sababu wamekuwa wakikamatwa mpaka sasa hivi wanaona kama tamko lake halina maana. Atakapofika hapa kuwasikiliza basi watakuwa na amani na watakuwa wamepata ufumbuzi sahihi wa hili swala la kukamatwa kwa ajili ya service levy ya 0.3 na wao ambao wamesema haiwezi kulipika. Kifupi au kimsingi ni kwamba inashambulia mitaji yao na hawako tayari kusikia bali ya 1% tena. Wao wanachokitaka wafanyabiashara hawa walipe tu kwa ile ya leseni ya kawaida ya shilingi 80,000, 60,000 ambao kwao haiumizi mitaji yao. Kwa hiyo tunamuomba mheshimiwa mkuu wa wilaya, sisi viongozi wametukatalia tusiende ofisini kwake, lakini tutajaribu kufanya jitihada za kuwasihi tukamsikilize mkuu wa wilaya pale, kwa sababu tukiitwa hatuwezi kukaidi kwenda. Lakini wanachokitaka wao, wanataka mkuu wa wilaya tukae naye pamoja kama tulivyokaa leo hivi, aweze kutatua changamoto hii ya service levy ambayo kwa sisi kama wafanyabiashara kimsingi haitekelezeki. Vinginevyo itatengeneza tu mianya ile ya mazungumzo na mwisho wake itapelekea wafanyabiashara kupunguza mitaji yetu kwa kutoa rushwa. Yangu ni hayo. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.